Katikati ya jangwa la Saudi Arabia kuna mji unaojengwa ambao unatajwa kuwa mji wa baadaye duniani, NEOM. Mradi mkubwa wa teknolojia za kisasa, majengo ya ajabu na ndoto ya kubadilisha maisha ya binadamu milele. Neno NEOM ni kutoka maneno mawili, neno la Kigiriki neos linalomaanisha mpya na neno la Kiarabu em linalomaanisha mustakabali. Kwa maana hiyo NEOM ni kesho mpya ama mustakabali mpya. NEOM ni mega city inayojengwa kaskazini magharibi mwa Saudi Arabia, karibu na pwani ya bahari ya Red Sea. Huu sio mji wa kawaida kama miji mingine duniani, bali ni project maalum inayolenga kuonesha jinsi binadamu wanaweza kuishi katika dunia ya teknolojia ya hali ya juu kabisa. Mji huu unapangwa kutumia artificial intelligence karibu kwenye kila huduma muhimu, kuanzia usafiri, usalama, hospitali, biashara hadi namna watu watakavyoishi kila siku. Saudi Arabia inaamini kuwa NEOM inaweza kuwa smart city kubwa zaidi kuwahi kujengwa duniani. Ndani ya NEOM kutakuwa na maeneo tofauti yenye kazi maalum. Ya kwanza kabisa ni Zline, mji wa kilomita 170 usiotumia magari wala barabara za kawaida. Watu watasafiri kwa usafiri wa kasi chini ya ardhi na huduma zote zitakuwa karibu ndani ya dakika chache tu. Na nyingine ni Oxagon, Smart Industrial City inayotarajiwa kuwa moja ya vituo vikubwa vya viwanda na biashara duniani, huku ikitumia robot na automation kwa kiwango kikubwa zaidi. Nyingine ni Trojena, eneo la milimani litakalokuwa na resorts, michezo ya baridi na utalii wa kifahari katikati ya jangwa kwa kuwa na fukwe zilizonajisiwa vizuri pamoja na swimming pools za kimataifa. Nyingine ni Sindala, kisiwa maalum kwa yacht, tourism na wageni matajiri kutoka duniani kote kuweza kufika katika eneo hilo la NEOM. Kwa kifupi, NEOM sio tu mji, ni jaribio la kuunda maisha ya baadaye kabla hata dunia nyingine haijafika huko. Ni kwa nini NEOM ilianzishwa? Kwa miaka mingi sana, uchumi wa Saudi Arabia ulitegemea mafuta yaliyofanya nchi hiyo kuwa tajiri na yenye nguvu kubwa duniani. Lakini kadri dunia inavyoendelea kubadilika, matumizi ya renewable energy na teknolojia yanayoongezeka, ikiwa pia ugunduzi wa magari ya kutumia umeme, huku utegemezi wa mafuta ukianza kupungua taratibu, Saudi Arabia iliona kuwa lazima ianze kujiandaa kwa dunia mpya ya baadaye. Ndipo mpango mkubwa unaoitwa Vision 2030 ulipoanzishwa chini ya Crown Prince Mohammed bin Salman. Kupitia mpango huo, NEOM iliundwa ikiwa na malengo makubwa sana. Lengo la kwanza, kujenga uchumi mpya usiotegemea mafuta pekee, kuvutia wawekezaji wakubwa wa kimataifa, kuifanya Saudi Arabia kuwa kitovu cha teknolojia duniani, kutengeneza ajira kwa mamilioni ya watu na pia kufanya nchi hiyo iwe sehemu muhimu kwenye biashara, tourism, yani utalii, AI, artificial intelligence na innovation. Lakini pia kuna sababu nyingine kubwa zaidi. Saudi Arabia inataka kuonyesha dunia kuwa inaweza kujenga kitu ambacho hakijawahi kutokea katika historia ya mwanadamu. NEOM imekuwa kama ishara ya ushindani wa teknolojia kati ya mataifa makubwa duniani. Gharama za ujenzi wa mji wa NEOM ni moja ya miradi ghali zaidi kuwahi kuanzishwa duniani. Mwanzoni Saudi Arabia ilitangaza kuwa mradi huo ungegharimu karibu dola bilioni 500 za Kimarekani, ambazo ni sawa na trilioni 1300 za Kitanzania. Lakini kadri ujenzi unavyoendelea, gharama zimeendelea kupanda kutokana na ukubwa wa project pamoja na teknolojia za kisasa zinazotakiwa kujengwa kutoka mwanzo kabisa katikati ya jangwa na pia mabadiliko ya kiuchumi duniani. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa gharama za mwisho zinaweza kufikia trilioni kadhaa za dola ikiwa project yote itakamilika kama ilivyoonyeshwa kwenye project. Fedha hizo zatumika kujenga miji mipya kabisa ndani ya NEOM, underground transport systems, AI infrastructures, energy systems zinazotumia renewable energy, nishati ambazo zinaweza kurudishwa katika matumizi baada ya kuwa imetumika, bandaris, airports, pamoja na majengo makubwa ya teknolojia za kisasa zaidi duniani. Changamoto kubwa ni kwamba sehemu nyingi za NEOM zinajengwa kwenye maeneo ambayo awali hayakuwa na miundombinu yoyote. Hivyo kila kitu kinaanza kutoka sifuri. Pamoja na gharama hizo kubwa, Saudi Arabia bado inaendelea kuwekeza kwa nguvu
kwa sababu anaamini NEOM inaweza kuleta faida kubwa sana kiuchumi katika miaka ya baadaye ijayo. Muda wa ujenzi wa NEOM unatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2030 na ujenzi wake ulianza rasmi mwaka 2017. Kutokana na ukubwa wake sana, wataalamu wengi wanaamini NEOM inaweza kuchukua miongo kadhaa kukamilika kikamilifu, japokuwa malengo yalikuwa ni 2030. Kila siku maelfu ya wafanyakazi, wahandisi, architects na kampuni kutoka nchi mbalimbali wanaendelea kufanya kazi kwenye jangwa hilo kubwa. Satellite images zilizowahi kuonekana duniani zimeonyesha ukubwa wa excavation na construction unaendelea kwenye eneo la The Line, jambo linaloshangaza watu wengi sana duniani. Hii inaonyesha kuwa Saudi Arabia ipo tayari kutumia muda mrefu kuhakikisha project hiyo inakuwa kweli. Manufaa ya mji huu utakuwa ni yapi kwa nchi ya Saudi Arabia? Ikiwa NEOM itafanikiwa kama ilivyopangwa, inaweza kubadilisha kabisa namna miji ya duniani itakavyojengwa siku zijazo. Mji huu unatarajiwa kutumia renewable energy kwa kiwango kikubwa. Ni nishati ambazo zinaweza kurudi katika matumizi baada ya kuwa kitu kimetumika. Smart technology, dunia ya teknolojia zaidi, AI system, mifumo ya akili bandia itakuwa ikiongoza matumizi mbalimbali katika mji huu, na transport systems za kisasa ambazo zitapunguza sana uchafuzi wa mazingira. Katika The Line watu hawatakuwa wakiweza kutumia magari ya kawaida kama ilivyo kwenye miji mingi duniani leo. Hii inaweza kupunguza pollutions na traffic kwa kiwango kikubwa sana. NEOM pia inaweza kutengeneza mamilioni ya ajira, kuvutia tourism ya kimataifa, kuongeza biashara na kufanya Saudi Arabia kuwa moja ya nchi zinazoongoza duniani kwenye innovations na technology. Wataalamu wengi wanaamini kuwa ikiwa project hii itafanikiwa, inaweza kuwa mfano wa smart cities na baadaye duniani kote. Lakini pamoja na matumaini hayo yote, bado kuna watu wanajiuliza kuwa kama project kubwa kiasi hiki hicho inaweza kweli kukamilika kama ilivyopangwa? Na NEOM sio tu mji, ni ndoto kubwa ya kujenga dunia ya kesho. Swali kubwa linalobaki ni hili: je, NEOM itaweza kubadilisha historia ya dunia au itabaki kuwa moja ya ndoto kubwa zaidi kuwahi kujaribiwa na mwanadamu?